Mwishoni mwa mwezi Aprili na hadi mwanzoni mwa mwezi Mei 2026, Marekani walitoa taarifa ya gharama zilizotumika katika vita dhidi yao na Irani kwa takriban siku 40 za kashikashi, ambapo kufikia Machi 2026 Marekani iliripoti kutumia takriban dola bilioni 5.82 katika kuendesha operesheni za kijeshi na mashambulizi dhidi ya Irani. Gharama hizi zinahusisha matumizi ya teknolojia mpya, ikiwa ni pamoja na drone za gharama nafuu za masafa marefu. Na kuna mambo ambayo waliyaeleza hapo kwamba Marekani imetumia droni mpya zinazofanana kimiundo na droni za Irani za Shahedi -136 zikiwa na uwezo wa mawasiliano ya satellite kwa ajili ya ufuatiliaji. Teknolojia ya AI, kampuni ya Palantir Technologies inayotoa teknolojia kwa ajili ya mnemba, kwa maana ya AI inayochangia kwa kiasi kikubwa katika vita vya Marekani dhidi ya Irani. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Irani amesema gharama za vita vya Marekani zimefikia dola bilioni 100, akituhumu Pentagon kwa kudanganya. Waziri wa mambo ya nje wa Irani ameishutumu wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, kwa kupotosha gharama za vita, akisema kuwa matumizi ya Marekani yamefikia dola bilioni 100, kiasi ambacho ni kikubwa mno kuliko takwimu rasmi zilizotolewa. Pentagon inadanganya. Kamari ya Netanyahu imeigharimu Marekani moja kwa moja dola bilioni 100 kufikia sasa, mara 4 ya kile kilichodaiwa, Abbas Araghchi aliandika kupitia mtandao wa X, akiongeza kuwa kaya za Marekani zinakabiliwa na gharama za takriban dola 500 kila mwezi, na kuonya kuwa gharama zisizo za moja kwa moja ni kubwa zaidi. Pentagon inadanganya. Kamari ya Netanyahu imegharimu Marekani moja kwa moja dola bilioni 100 kufikia sasa. Ankara ya kila mwezi kwa kila kaya ya Marekani ni dola 500 na inaongezeka kwa kasi. Ujumbe kamili wa Abbas Araghchi katika mtandao wa X ulisomeka kama ifuatavyo: Pentagon inadanganya. Kamari ya Netanyahu imegharimu Marekani moja kwa moja dola bilioni 100 kufikia sasa, mara 4 ya kile kinachodaiwa. Gharama zisizo za moja kwa moja kwa walipa kodi wa Marekani ni kubwa zaidi. Ankara ya kila mwezi kwa kila kaya ya Marekani ni dola 500 na inaongezeka kwa kasi. Araghchi alihitimisha hivyo. Na wote tunafahamu ya kwamba mzozo huu umehusisha hatua za kijeshi, ikiwa ni pamoja na madai ya kudunguliwa kwa ndege ya kijeshi ya Marekani, lakini pia mvutano huo umeleta hofu ya kuathirika kwa miundombinu katika eneo la Ghuba, lakini vile bloki ya meli kuweza kufungiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo ilichukuliwa awali kabisa na Irani. Hatimaye Marekani akafanya mzingiro wa majini kwa kusogeza meli za kijeshi na kufanya doria na boti na za wanajeshi ambao wapo kwa ajili ya kuzuia meli ambazo zinakiuka vizuizi vya Marekani katika mlango bahari wa Hormuz, huku akifungia ama akiweka sanction katika bandari za Irani, ambapo mataifa mengine hayapaswi kwenda kufanya biashara na Irani, biashara ya mafuta. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Hakikisha una subscribe kama hujafanya hivyo, fanya hivyo. Vile turn on notification kwa ajili ya kuwa karibu zaidi kupata habari yetu kila ambapo tunaweka. Kumbuka ku like, comment pamoja na kushare taarifa zetu.